Hili si kwa sababu ya ubunge, lakini hata imani yetu ya dini ya Kiislamu inatutaka tufanye haya. Kwa hivyo ningesema nawaambia Waislamu wote wenye uwezo, sio ubunge tu, wenye uwezo. Kuna watu wana uwezo zaidi ya wabunge lakini hawafanyi, na kuna watu kama mimi wana uwezo zaidi ya mimi. Mimi sina uwezo kuwapita watu wote Zanzibar, lakini na uwezo ambao kiasi ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia, nasema kile ambacho ninacho na kwa mwongozo wake basi narejesha kwa jamii. Na hichi ninachokifanya, jambo ambalo linanifurahisha zaidi, linanitia moyo, naunganisha jamii. Tunakuwa wamoja, lao langu, langu lao. Na ndio maana unakuta hata hapa ukihesabu watu, nimefanya hii shughuli kwa kutegemea watu ni 1800. Ndio malengo yetu, na kila kitu kimetayarishwa hivyo. Ikiwa soda, ikiwa maji, ikiwa chakula, kimetayarishwa kwa watu 1800. Na tulianza na watu 55. Mpaka leo tumefika hapa. Kiukweli ni jambo zuri, na mimi ningewashauri wenzangu zaidi wabunge kufanya mambo kama haya katika majimbo yao. Si kwa ukubwa kama huu ambao watakaouona kwenye jambo letu la leo. Sisi hatukuanza leo, huu ni mwaka wa 10 sasa hivi. Kwa hivyo na wao wakianza taratibu, basi na wao watafika. Na jambo hili linawaleta wananchi pamoja, na hii ndio ile ambayo tunahimizwa kwenye chama chetu, lakini marais wetu Dr. Hussein, Dr. Samia, wote wanatuhimiza kwenye umoja na ushirikiano. Na bila kuficha, ilani ya chama changu, mimi ni mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Ilani ya chama changu, slogan yetu mara hii sisi tunasema kazi na utu. Na utu wenyewe ndio kama huu. Lazima tuoneshe na turejeshe kwa jamii. Mimi kwa vijana hawa sihitaji malipo yote. Mahitaji yangu Mwenyezi Mungu ataniongoza na ataniwafikisha kufanya haya mema ambayo yeye ametuwafikisha sisi na ametutaka tufanye kwa kila mwenye uwezo. Wito wangu kwa wananchi wote wa jimbo la Chumbuni, tuendeleze umoja wetu na mashirikiano. Na mimi kama nilivyosema, hili linatokana na mapenzi yangu kwao, lakini pia wakati nawaomba ridhaa wananchi wangu wa jimbo la Chumbuni, niliwaahidi kwa kila itakapofika siku ya mwezi 10, mwezi wa huu wa Dhulhijja, basi nitajumuika nao. Na ndio maana naendelea kufanya, na Mwenyezi Mungu ananijalia Mungu. Lakini mshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Pondeza kwa hili jambo ambalo wamelifanya la kuwakutanisha watoto na wananchi kwa ujumla, hasa watoto ambao ni mayatima, ambao aidha baba au mama wameondokewa. Kwa kweli alilolifanya ni jambo jema na ni jambo la kuigwa, na hapa nataka nitoe wito kwa viongozi wengine nikiwemo na mimi kwamba jambo hili tuliendeleze, tuendelee kuwashika watoto mayatima, kwa sababu kila mtu anao watoto yatima kwenye maeneo yao. Kwa tuendelee kuwasaidia, kwa sababu hata na mimi kesho na kesho kutwa nitaondoka, nitaacha watoto ambao watakuwa ni watoto mayatima. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuja kushuhudia shughuli ya leo. Na swali lako unauliza kwamba kinaongeza nini? Kwanza kwa mujibu wa maelezo yake, anasema ni ahadi ambayo aliahidi iwapo akipewa nafasi ya ubunge atafanya jambo hili la kukaa na mayatima kula nao pamoja. Na tunashukuru kwamba hili jambo amelifanya kwa vitendo kabisa na linaonekana. Tangu limeanza na linapoendelea kila siku linazidi kuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo na imani kubwa sana kwamba hapa kwanza kwa yote aliyoshuhudia hili jambo na amepata kwa kutokana na Mwenyezi Mungu, na mtoaji vile vile na amepata kwa kutokana na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jambo hili linasaidia sana, kwa sababu ukiangalia mtoto yatima kama unavyofahamu, uyatima kama mnyonge fulani. Lakini tayari hapa watoto leo wote wanafurahi na wazee wao wamefurahi. Kwa hivyo ni faida kubwa sana kwa vijana hawa leo na kwa wazee wa vijana. Na vile faida kubwa sana kwa yeye mwenyewe ambao alifanya shughuli ya leo, kwa sababu na imani analipwa na Mungu. Huu ni mwaka wetu kama sikosei wa 15, tunafanya hii shughuli mfungo 3, kula chakula na watoto yatima. Ni kawaida yetu kujumuika nao ili na wao wawe sehemu ya jamii, nao wajihisi kwa bado wana watu wanawathamini na kuwajali na kuwapenda. Wito wangu kwa viongozi wengine, ningewaomba na wao wawe na mioyo kama hii tuliokuwa nayo sisi. Hatujionyeshi sisi, bali tunafanya kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu na kuwafahamisha watu wengine wenye uwezo kama sisi au zaidi ya sisi kuweza kuwasaidia watoto mayatima waliokuwa ndani ya majimbo na nje pia ya majimbo yao. Furaha sana kwa kupata sadaka kwa sababu tutapata kutumia katika siku hii. Aendelee kututhamini na kutotolea msaada.